Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Na tutasoma mistari mingi pale. Tutasoma mistari ya sura hiyo ya Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, tutasoma hiyo mistari ya kwanza mpaka mstari wa 20. Kabla tujasoma tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa sababu umetupa nafasi na umetupa kibali cha kuwepo mbele za uso wako. Hapo kwa kujifunza maneno haya, sema nasi kwa sababu tupenda, unatujua. Na Bwana unatuhudumia kupitia neno lako. Tukabarikiwe, tukainuliwe, tukajengwe kwa utukufu wako. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika na kuitunza. Mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyomo moyoni mwako, kwamba utaishika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kuishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kwamba ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe usishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuwakuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milimani, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na mikongamanga, nchi ya mzeituni yenye mafuta na asali, nchi utakaokula mikate humo pasipo shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma, milima yake yafukuta shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kuto kuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo useme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako
na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkumtaka Bwana, hamkutaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wenu. Amen. Mungu alibariki neno hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, mkumbuke Mungu katika majira ya mabadiliko. Mwambie tena, mkumbuke Mungu katika majira ya mabadiliko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mambo huwa yanabadilika, na mabadiliko ni safari ya maisha ya mwanadamu, na Mungu wetu ni Mungu wa mabadiliko. Ndio maana Mungu hana vitu vya kurudia. Jana imepita na haitarudi. Jamani, Bwana asifiwe. Ni siku nyingine ndio inayofanya nini? Inayokuja. Miezi inapita na haitarudi, inakuwa imepita. Hata kama inabaki jina la Januari, ni jina limebaki, lakini Januari imepita. Kwa mwaka husika yako mabadiliko makubwa, na safari yetu wote ni safari ya mabadiliko. Na mwaka wa 2025 nao unakwenda kubadilika, nao unakwenda kupita, nao unakwenda kuitwa kwa namna nyingine kwamba ni mwaka uliopita. Kwa neema ya Mungu ametusaidia. Tumekuwa na safari sio fupi. Tangu tumeanza mwaka mpaka leo tumebaki siku 5 kuweza kumaliza mwaka. Mambo mengi yametupia, mambo mengi yametokea. Mengine yanafurahisha sana na mengine pia yanaumiza. Mengine yametufanya tukacheka, lakini mengine yametufanya tumelia. Mengine yametufanya tukajisikia kuwa na nguvu, lakini mengine yametufanya tukajisikia kuwa dhaifu. Tumepita kwenye safari yenye mambo mengi, na ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo, na ndivyo nyakati na majira ya Mungu aliyoyaweka chini ya mwanadamu. Kwa hiyo kama kuna mabadiliko kwenye maisha, kuna haja ya kumkumbuka Mungu katika nyakati za mabadiliko, au kuna haja ya kumkumbuka Mungu katika majira ya mabadiliko. Mhubiri anasema kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kuhuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila kujalisha ni wakati gani tunapitia, jambo la msingi tuhakikishe kwenye majira yote neema ya Mungu na Mungu mwenyewe yuko pamoja na sisi. Tuhakikishe kwamba kwenye wakati wowote ule, uwe ni wakati mambo yako sawa au ni wakati kuna mahitaji, lakini tumkumbuke Mungu kwenye kila nafasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maisha ya mwanadamu yamejaa mabadiliko mengi. Tunatoka utoto tunaingia ujana, baadaye tunaingia uzee. Na unajua tunashangilia sana tunapomaliza mwaka na kupokea mwaka mwingine. Na kupokea mwaka mwingine tunafurahi, tunashangilia. Lakini ujue kuna mabadiliko yanatokea kwenye maisha yako binafsi. Wengine walikuwa wanaitwa ni watoto, wanaendelea kuwa watu wazima. Wala ambao walikuwa wanaitwa vijana wanaendelea kuwa wazee. Wawe tayari kuwa wazee, wasiwe tayari kuwa wazee, watakuwa wazee. Wapende kuwa wazee, wasipende kuwa wazee, watakuwa nani? Wazee. Yaani huwezi kuzuia umri unapokuwa umepangwa kuja. Paka vyovyote utakavyopaka. Maana watu wanakuwa na usemi ile kizua nyeupe, chukua yale sima vitureni vyeusi yale, unayatia inakuwa nyeusi kama sifuria ya kupikia ugali na kuni na yote. Lakini kuwa na nywele nyeusi sio maana wewe sio mzee. Unaweza ukawa na nywele nyeusi lakini bado ni nani?
kukunja yale ile hali ya uzee, wanapambana waruze waunyooshe ikae soft, lakini hata ikibaki soft tena wafanya nini? Na kuna watu wanapambana na uzee, ukimwambia wewe ni mzee ni ugomvi. Mbele yako wewe usipingane na mazingira. Mwambie usipingane na majira. Wewe unapambana na watu wamekuita mzee, kwani wewe ni nani? Maana penda usipende, utafanya nini? Majira haya yatakuja. Jamaa ambao wanachukia kweli akipa ni mzee, na ukimwangalia kweli wala hata asijiziki ni mzee. Mwambie ndio naona mpaka kukusingizia. Yeye ameshaona tumefikia mahali kwa kuitwa nani? Na wale watu wanapakasa watu wanaangalia. Anajua huyu ni kaka. Kesho ni dada. Kesho kutwa ni mama. Kesho kutwa ni bibi. Kwa sababu automatically vitu vinaanza kusogea, majira yanabadilika. Lakini kwenye mabadiliko ya nyakati na majira tumkumbuke nani? Tumkumbuke Mungu. Usione wazee wa leo waliwahi kuwa vijana wa nguvu sana huko nyuma. Bwana asifiwe. Na ujue kwamba kuna safari ya mabadiliko. Na uweze kuzuia. Paka utakachopaka, kunywa utakachokunywa, kula utakavyokula, lakini uzee taratibu bila haraka. Mwana ndio huwezi kujua ni sababu kwa mzee. Haikuparamii. Inakuja mdogo, msema mdogo. Kwa huu mwaka unapoisha na kuingia kwenye mwaka mwingine, jua umeshasogea mdogo. Umeshasogea. Siku zinasonga. Mabadiliko yanaendelea kutokea. Kama niliona wasifiwe. Na unashangaa unajua, yani maisha ni kitu cha ajabu sana. Unajua ukipita na kijana unaweza kujishangaa sana. Yaani wewe mahali kwa kuzunguka yeye anaruka. Yaani mwanangu wao ukizunguka yeye anafanya nini? Hawana mzunguko. Anaona ni mtaro hapa anaruka. Na unakumbuka na wewe uliwahi kuruka. Na unakumbuka nini na wewe ulivyokuwa. Na unaweza ukajadiliwa kufikiri uko kama zamani. Wakati ukiona utajua. Kwa katikati ya mfereji, unajua kwamba huwezi kuruka kama nini? Kama zamani. Ile zamani ulikuwa kama ndama unaruka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mdogo kuna majira, kuna mabadiliko yanayotokea siku baada ya nini? Baada ya siku. Kuna vitu unajikuta kwamba ulikuwa na nguvu na uwezo wa kufanya, lakini unajikuta kwamba sasa mambo yanabadilika. Lakini kwenye nyakati zote, kwenye majira zote, lazima tumkumbuke Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna mabadiliko mengi tu. Kuna mabadiliko mbalimbali kwenye maisha, kwenye safari, toka utoto, toka shule, toka nini, mambo mengi yanabadilika. Katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, Musa anaandika kitabu hiki. Na hasa akizungumza na watu ambao kwa mkono wake aliwatoa kutoka Misri. Na lengo la safari ilikuwa ni kwenda Kanaani. Lakini wakiwa kwenye safari hii, kuna mambo mengi yaliyotokea kwenye safari. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo mengi yaliyotokea kwenye safari yao. Kuna mabadiliko mengi waliotokea kwa sababu kwa muda waliotakiwa kufika hawakuweza kufika.
Na hata leo Musa anakwenda kuzungumza nao wakiwa ukingoni. Wametoka kuzunguka miaka 40. Wamefika kwenye ukingo sasa wa kuvuka na kuingia kwenye nchi ya ahadi. Lakini huku tayari wameshatoka mbali, miaka 40 wametembea. Leo wamefika, wako ukingoni na wanaiona nchi ya ahadi hii hapa. Wanapaswa kuivuka, wanapaswa kuingia kwenye hilo nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanapaswa kuingia kwenye ile nchi. Na hapa waliposafiri kote huku walishuhudia vitu vingi vikitokea kwenye safari yao. Walishuhudia miujiza mikubwa ya kushangaza kwa Mungu amefanya katika safari yao. Walishuhudia namna ambavyo neema ya Mungu na wema wake umekuwepo kwenye maisha yao. Jinsi ambavyo Mungu alihusika kwa mahitaji waliokuwa nayo. Jinsi ambavyo Mungu hakuhusika tu kwa maisha yao ya rohoni, lakini pia Mungu alihusika kwa maisha yao ya mwilini. Walipokuwa na chakula kwenye mazingira ya kutokuwa na chakula, muujiza wa kupata chakula ulifanywa na Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu alifanya mambo makubwa ya ajabu mno. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na sasa wanaingia kwenye nchi ya ahadi. Na huku Musa akijua kwamba yeye hataingia nao kwenye ile nchi. Musa anaandika maneno haya akijua yeye huko ukingoni. Hawa watavuka, lakini yeye hatavuka. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Na Musa alijua kwamba amekaribia kufa. Maana aliambiwa hataingia kwenye ile nchi ya ahadi. Kwa hiyo anaongea na watu hawa akielewa yeye hatakwenda pamoja na wao. Lakini anawawekea msingi utakaowasaidia kwenye safari ya maisha yao, kwenye hiyo nchi ambao wataingia kuimiliki. Anawapa mahusia na maneno ambao kama wakiyazingatia, wakashika maagizo ya Bwana, watafanikiwa na kustawi katika ile nchi ambao wamekaribia kuingia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa anawaachia urithi wa mafundisho. Anachowaachia ni mahusia ya mwisho, ni maneno ambayo itawasaidia kama wakiyashika mafundisho haya watafanikiwa kwenye maisha yao. Kama wakiyashika mafundisho haya watafanikiwa na itawasaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika haya maandiko tuliyosoma maandiko 20 mstari 20. Nataka nikawaje tu katika maeneo matatu. Na tunaona kile ambacho Musa alikuwa anazungumza kwenye maandiko haya. Jambo la kwanza, kumbuka safari yako. Anawakumbusha kukumbuka safari waliokuwa nayo. Kukumbuka safari. Hebu mwambie jirani yako, kumbuka safari yako. Mwambie tena, kumbuka safari yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 6 anazungumzia. Anazungumza kwa habari ya safari yao. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika na kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapea baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jambo ili akutweze, kukujaribu, kuyajua yaliyomo moyoni mwako, kwamba utaishika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu,
bali huishi kwa kile kitokacho katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala Mungu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na amri zake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la kwanza, anawakumbusha wakumbuke safari waliokuwa nayo. Si safari ndogo, ni safari ndefu, na safari yenyewe ni ya jangwani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Safari ya jangwani. Lakini japokuwa walikuwa jangwani, Mungu alionekana kwenye maisha yao. Lakini pia inaeleza kwa nini Mungu aliwapitisha jangwani. Wakati mwingine Mungu anatupitisha kwenye mazingira magumu akiwa na lengo jema bado. Wakati mwingine anasema aliwaacha waone njaa. Maana yake kumbe angeweza kuwashibisha wala wasisikie njaa. Lakini Mungu akaamua kuwaacha waone njaa. Mungu akaruhusu zitokee siku za njaa, zitokee siku za mapungufu, zitokee siku za kupungukiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini zitokee siku za kupungukiwa? Ni kwa sababu bado Mungu anaweza akatufundisha kitu katika siku za kupungukiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Angalia jirani yako, Mungu hajawahi kushindwa lolote. Angalia vizuri, Mungu hajawahi kushindwa lolote. Hata ukipungukiwa anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukipungukiwa anafanya nini? Anajua. Mstari wa kwanza anasema kama mtaitii mtaifanya. Mtunza ahadi hii, mtunza na kuifanya hii amri yake. Anasema kama tutaitii amri na kuifanya, tutaishi. Tutaishi. Sema tutaishi. Sema tena tutaishi. Wanatakiwa waishike, waitende, wapate kuishi na kuongezeka katika ile nchi ambayo wanakwenda kuingia. Wanatakiwa waishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake wanatakiwa kufanya nini? Ni kutilia maanani kwa makini ile sheria ya Mungu iliyotolewa. Ile sheria ya Mungu iliyotolewa wanapaswa waitii, wanapaswa waishi, wanapaswa kuwa makini kwenye kutekeleza, ili neema ya Mungu na baraka zake zitokee kwenye maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua sheria ya Mungu haikuwa kwa ajili ya kutobana. Kama vile lengo lake si kutobana. Angalia kama lengo lake si kutobana. Unajua kuna watu wanachukia sheria na maneno ya Mungu sababu kama neno la Mungu linawafunga. Ndio maana wanakuja wakati kuokoka. Wanasema maisha ya ulokole ni magumu. Kwa nini ni magumu? Kwa sababu haitupi uhuru wa kufanya tutakavyo. Ni maisha ambayo yana mipaka. Ni yapi tunatakiwa kuyafanya na ni yapi ambayo hatutakiwi kuyafanya. Lakini yote hayo ambayo tunakatazwa na tunavyotakiwa tuishi ni kwa faida yetu wenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Sasa wanaambiwa waishike hizo sheria za Mungu ili waweze kufanikiwa na kustawi katika maisha yao. Na ule mstari wa pili inawakumbusha jinsi ambavyo kwenye safari yao waliotoka Mungu aliwapitisha jangwani.